Mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya St. Anthony Media, tumsifu Yesu Kristo. Karibu tena kwa namna ya pekee. Leo tuendelee na sehemu yetu ya pili, ambapo hapo awali katika vipindi vilivyopita tuliwahi kujifunza juu ya alama na ishara zinazotumika katika maadhimisho ya kiliturujia. Na kwa namna ya pekee leo, hebu tuendelee na ile sehemu yetu ya pili juu ya alama na ishara mbalimbali ambazo zinatumika katika maadhimisho ya liturujia. Jambo la kwanza, tuanze na ishara ya msalaba. Mtu anajiandika ishara kubwa ya msalaba kwa kugusa panda la uso, kifua na mabega kwa mkono wa kulia, ikiwa ina maana kubwa sana. Kama kawaida tumezoea kwamba tunafanya ishara ya msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Basi maana yake ni nini? Huenda tufahamu zaidi ina maana gani ishara hii ya msalaba. Kwanza ni kujibariki mwenyewe kama alama hiyo ya mkombozi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia tunapofanya ishara ya msalaba, yani unatangaza nia na imani yako ya kumfuasa Kristo kwa kuchukua msalaba wowote utakaopata maishani, ili upate kuingia na Kristo katika maisha ya utukufu na ufufuko. Lakini pia maana ya tatu ni kutangaza ushindi wa kukabili msalaba au ukombozi kwa asili, kupokea na kuupenda moyoni, kuubeba kwa nguvu zako zote. Pili, ishara ya msalaba ni alama inayomsaidia mtu kujitakatifuza na kujikinga na maovu yote ya shetani. Ikiwa ni alama ya msalaba kweli ndani ya waamini. Ni pia ishara ndogo ya msalaba juu ya panda la uso, mdomoni na kifuani kabla ya kusoma Injili pia ina maana yake. Tumezoea kumwona askofu, padri au shemasi na pia sisi waamini kabla ya kusoma Injili tunaona tunajitakasa kwa kufanya ishara msalaba ndogo katika paji la uso kama hivi, lakini pia na kifuani. Kumbe basi hii nayo pia ina maana yake. Jambo la kwanza ni ahadi ya kuwa tayari kulifahamu vyema neno la Mungu kwa ajili yetu, na tunawajibika tunajibariki kwa dole gumba la mkono wa kulia katika panda la uso. Lakini pili pia ni kufahamu kuwa tayari kulitangaza kishujaa kwa midomo yetu, na hii ndiyo maana ya kubariki midomo. Tunakuwa tayari kuitangaza habari njema ya Mungu. Lakini tatu, tunajitakasa na kuamini kwamba na kusema kwamba neno hili tutalishika mioyoni mwetu, tutalipenda na tutaliishi siku zote za maisha yetu. Tunapomalizia kwa kufanya ishara ya msalaba katika kifua, kwamba tutaliweka moyoni, tutaliishi na tutalipenda. Lakini pia tunaona maaskofu, mapadri, mashemasi wanabariki watu kwa ishara ya msalaba. Hii pia ina maana yake. Jambo la kwanza ni kumkaribisha mbarikiwa kwa Utatu Mtakatifu ili atunzwe na alindwe na utatu huo wenye upendo, ili aweze kuishi kwa kutii mapenzi ya Mungu na kuwapenda watu kama Kristo Bwana wetu Yesu anavyotufundisha. Lakini pia kumbariki mtu kwa kumwekea mikono ni kutaka kumuunganisha mtu huyo na tendo la Mungu. Lakini pia ni ili kumsalimisha mtu huyo kwa tendo la Mungu na chini ya ulinzi wa Mungu. Lakini pia ni kusihi nguvu na uwezo wa Mungu viwe na mtu huyo siku zote. Lakini pia mwisho, Mungu mwenyewe awe na mtu huyo na ili ajaliwe yale anayohitaji na kufanya awe mali ya Mungu na vitu vyote vinavyokuwa mbele yake, kumkabidhi mtu huyu mikononi mwa Mwenyezi Mungu, kumtakatifuza, lakini kutakatifuza pia yale ambayo anamtolea Mungu. Pia tunaona ishara nyingine ambayo katika adhimisho la misa takatifu la kuwekewa mikono juu ya vipaji vya sadaka ya Ekaristi takatifu. Pale jambo hili lina maana hii kwamba
Punde padri anapoweka mikono na kutandaza mikono juu ya vipaji pale altareni, yaani mkate na divai, akimuomba Mungu Baba amtume Roho Mtakatifu aweze kuvigeuza na kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tukirejea Yohane sura ya 7 aya 39 pia tunaweza kuelewa zaidi. Lakini pia kuna namna pia kuwekewa mikono, ishara nyingine ya kuwekewa mikono wakati wa utolewaji wa sakramenti ya ubatizo na sakramenti ya kipaimara. Hii pia ina maana gani? Jambo la kwanza, mbatizo huwekewa mkono ili atakaswe na maovu na atawaliwe na neema ya Mungu kwa Roho Mtakatifu, ili aweze kuwa mfuasi kamili wa Yesu Kristo kwa kuingizwa katika mwili wa fumbo, yaani kanisa. Lakini pia kwa huyu anayepewa sakramenti ya kipaimara, naye pia mwana kipaimara huwekewa mikono ili kuombewa mapaji 7 ya Roho Mtakatifu, kuimarishwa na kuwa askari hodari wa Yesu Kristo. Halafu pia anaandikwa ishara ya msalaba katika panda la uso na krisma takatifu, huku akitaja maneno pokea muhuri wa Roho Mtakatifu. Lakini pia tunaona ishara nyingine, padri au askofu anapomwekea mikono mtu wakati wa utolewaji wa sakramenti ya kitubio. Nayo pia hii ina maana gani? Hii ni alama ya kumpokea tena muamini au mtu kanisani baada ya kujitenga na dhambi. Ni alama ya kumwombea Roho Mtakatifu amwondolee dhambi zake zote, na hivyo amwalike tena awe na Mungu, aweze kuwa chombo kiteule chenye kutafuta, chenye kukua na kukuza na kukomaa kiimani, kikanisa, katika jumuiya yake na kujipatia roho ya malipizi. Na katika sakramenti ya upatanisho inasema wazi kwamba wakati wa maondoleo ya dhambi, padri anamwekea mikono yake yote miwili mwenye kuungama, na juu ya kichwa chake, kama ikishindikana anaweza pia kumnyoshea mkono wa kulia kwa mbali, kadiri ya mazingira ya wakati huo. Lakini pia tunaona ishara nyingine ya kuwekewa mikono wagonjwa wakati wa kumponya mgonjwa, utolewaji pia wa sakramenti ya mpako mtakatifu. Yesu akamhurumia, akamnyoshia mkono wake, akamgusa, akamwambia nataka takasika. Tukirejea Injili ya Marko sura ya 1 ya 41 tunaweza kusoma, au pia Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 40 na aya ya 13. Lakini pia kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 9 aya 17 tunaweza kusoma habari hiyo. Masharti haya yote yanatakiwa yaonekane ili mgonjwa apone. Kama hivi, mgonjwa awe kwanza na imani thabiti kwa Mungu kwa kuwekewa mikono. Lakini pia mwenye kumponya mgonjwa awe na mapendo thabiti. Mambo hayo mawili kwa pamoja ndiyo nguzo za kuweza kuleta mema kutoka kwa Mungu. Lakini tunaona pia ishara nyingine ya kupanua mikono kwa makuhani wetu wakati akiwa katika maadhimisho ya misa takatifu pamoja na ibada nyingine, anakuwa akipanua mikono. Basi kupanua mikono ni nini? Ni ishara ya sala. Ni ishara inayoonyesha hali ya sala. Kwa alama hii ya asili kama inavyojionyesha yenye roho ya mtu au mtu mzima anataka kumfikia Mungu, anajitoa kabisa kwa Mungu ili kujisalimisha kwake, na alama hii huonyesha usafi na unyofu wa moyo wake mtu huyo. Pia ni ishara ya kushukuru. Kunyosha mikono ni sehemu ya kushangilia na kumwimbia Bwana masifu, yeye aliumba yote. Kunyosha mikono ni alama ya kujitoa kwa Mungu kikamilifu, kama kuifungua nafsi ya mtu iwe wazi kabisa mbele za mwenye nguvu na muweza wa mambo yote. Ni ishara pia kujitoa kwa Mungu kwa dhati bila kujibakiza sehemu yoyote kwa ajili ya wote. Ni alama ya kula pia kiapo ya kuwa tuko tayari kutenda na kutimiza daima mapenzi ya Mungu.
Kuinuliwa mikono yangu ni kama dhabihu ya jioni. Rejea Zaburi ya 141 sura ile ya pili, au Timotheo wa kwanza sura ile ya pili aya ya 8. Pia ishara hii pia ni alama ya kuwa tuko tayari kujitoa kwa Mungu katika utii kamili wa mapendo thabiti kwa watu wote. Ni alama ya nia ya utu wema na roho safi. Inaonyesha kabisa kupanua kabisa na kuinua mikono, alama ya kuonyesha nafsi yote ya mtu, ndiyo kusema moyo ulio wazi mbele za Mungu. Ishara nyingine ni ishara ya kufumba mikono. Hii ni alama ya heshima na kukiri ukuu wa Mungu na mamlaka yake juu yetu, na pia ni alama ya unyenyekevu tunapofunga mikono. Mikono iliyofumbwa ni heshima na uchaji ambao husaidia kuwajenga waamini wengine, akiwakomaza katika imani. Lakini pia ni alama ya kujikusanya kiroho, ili katika kutembea, kusimama, kupiga magoti, mikono kufunga, vidole vikinyoshwa kifuani, kidole gumba cha kulia kikiweka juu ya kidole kingine gumba cha kushoto. Hapa tunapata alama nyingine ya msalaba. Yaani tunapofanya ishara ya kufunga mikono kwa amina, kimsingi tunapaswa kufunga vidole vyote viambatane pamoja, na hivi vya juu, kidole hiki cha kulia kilale juu ya kidole gumba kingine. Hivyo ndivyo ambavyo tunaelekezwa katika maadhimisho, tukionyesha ishara ya unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu. Tuendelee na sehemu nyingine ya tendo la kusimama katika liturujia, au ishara ya kusimama katika liturujia. Kusimama ni ishara au ni alama ya heshima kwa mtu mkubwa, na hivi pia kwa Mungu. Kusimama ni alama ya heshima katika adhimisho la Ekaristi na matendo makubwa ya kiliturujia. Tukirejea Yoshua bin Sira sura ya 50 aya ya 12. Lakini pia si lazima daima kusimama wakati wa sala, iwe katika liturujia au hadhara au sala za mtu binafsi, anavyoeleza Mtakatifu Agustino. Haikuamliwa tukaeje wakati wa sala, wakati wa kumwelekea Mungu kwa dhati. Hivi tukisimama tunasali, tukipiga magoti pia tunasali, na hata tukijilaza chini bado tunasali. Zote hizi ni namna ambazo za kumwelekea Mungu katika roho ya uchaji na unyenyekevu. Ishara ya kuketi. Kuketi ni hali ya utulivu, raha na heshima. Mkubwa akiongea neno la heshima, ina maana mdogo huketi na kumsikiliza. Mahali pengine wanawake hupaswa kupiga magoti wakati wa kusikilizana, kadiri ya tamaduni za sehemu mbalimbali. Katika liturujia tunaketi na kutafakari, kusikiliza neno la Mungu na mafundisho, au wakati mwingine unaofaa. Lakini swala zima la kuketi au kusimama, hili pia linategemea na mazingira mahalia, lakini na tamaduni mahalia. Mfano, katika baadhi ya majimbo na sehemu nyingine, tumezoea mara nyingi katika somo la Injili linaposomwa huwa tunasimama. Ishara ya unyenyekevu kwamba mkubwa anaongea, tunasimama. Lakini zipo tamaduni nyingine au majimbo mengine pia ambapo somo la Injili linaposomwa wanaketi. Mpendwa mtazamaji, haya si makosa na si kwamba kanisa linajipinga, bali yote haya ni kadiri ya tamaduni ambazo yote haya tunapoyafanya tunakuwa tunalenga jambo moja, ya kumwelekea na kumtukuza Mungu. Na yote haya ni matendo ya ishara ya heshima mkubwa anapozungumza, aidha kwa kusimama au pia kwa kukaa kadiri ya tamaduni mahalia. Lakini ishara nyingine ni ishara ya kupiga magoti. Kupiga magoti ni alama ya kukiri ukuu wa mwingine na kujinyenyekesha. Lakini pia ni alama ya akili yenye kujishughulisha juu ya mwingine aliye mkuu zaidi. Pia mtu ambaye daima anakiri ukuu wa Muumba wa ulimwengu wote, anatambua kwamba anapaswa si kupiga magoti akilini tu, bali akiri ukuu huo hata kwa mwili wake, kujitupa chini kweli kwa magoti.
Kupiga magoti pia ni kielelezo cha unyenyekevu unaotoka hasa kwa mtu anayeabudu, anayeheshimu na kumcha Mungu. Kitabu cha Kutoka sura ya 4 aya ile ya 43 tunaweza kurejea pia na kujifunza zaidi. Lakini pia kupiga magoti ni alama ya kuabudu moja kwa moja. Kwa mfano, tunapopiga magoti mbele ya Ekaristi Takatifu, haswa wakati ule wa kuabudu. Pia kupiga magoti ni alama ya kuabudu kwa njia ya kitu kingine kinachowakilisha kile tunataka hasa kuabudu. Kama mbele ya msalaba, tunataka kumwabudu Yesu Kristo aliyesulubiwa. Kwa mfano, akatoa mwili akawa mwanadamu. Kwa maneno hayo tumwabudu Mungu katika Kristo, na katika fumbo hilo la kujifanya mtu kwa ajili yetu pia ni shukrani kwa upendo huu kwa Mungu kwetu sisi wanadamu. Lakini tunapopiga magoti ni ishara ya heshima kwa wakubwa. Kupiga magoti na kuinama sana kiasi cha kichwa kukaribu kugusa ardhi ni alama ya kujifanya si kitu mbele ya ukuu wa mtu mwingine. Mpendwa mtazamaji, ishara nyingine ni ishara ya kuinama. Ni alama ya kawaida ya heshima. Inaweza kuwa pia ya namna tatu: kuinama sana hata mgongo mbele ya msalaba altareni, yani tunainama sana. Lakini pia kuinama mpaka mabega, kama vile akatoa mwili akawa mwanadamu, tunapotamka hayo maneno wakati wa sala ile ya nasadiki. Lakini pia kuinama kichwa tu, kama vile tunaposali sala na atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kumbe zipo namna tatu: unainama kichwa kidogo, lakini pia unaweza kuinama mpaka usawa wa mabega yako, lakini pia kuna kuinama zaidi. Basi ishara nyingine, mpendwa mtazamaji, ni ishara ya kuimba. Ni kukoleza sala na kusaidia kukuza sala. Mtu mzima na sali akitumia mawazo yake yote wakati wa kuimba. Lakini Mtakatifu Agustino pia anatuambia kuimba ni kusali mara mbili. Ni dalili ya kuonyesha furaha kwa anaimba vizuri. Tunakuwa tunamtukuza Mungu, na hivyo ndivyo tunaalikwa kuzama zaidi katika liturujia kwa njia ya nyimbo na sala. Lakini pia ishara nyingine tunayoiona ni kupiga vigelegele wakati wa maadhimisho. Vigelegele ni alama ya furaha. Lakini pia ni kumsifu Mungu kwa kumshangilia. Zaburi ile ya 32 naye inatueleza vizuri. Lakini kingine ningependa tujifunze leo ni kuhusiana na kengele zinazotumika katika maadhimisho ya kiliturujia pamoja na sehemu nyingine katika kanisa. Kengele ni sauti yenye kuwaita watu, kuwapasha habari kwamba saa ya adhimisho fulani la kiliturujia imetimia. Lakini ni saa inayotualika. Sauti yangu ni sauti ya uzima, na waita kwa mambo matakatifu, na mheshimu Mungu wa kweli. Na waita watu na wakusanya mapadri wa hudumu, na walilia wafu na fukuza giza, na pamba sikukuu. Ni sauti. Kengele ni sauti ambayo inasikika kutupa sisi ujumbe fulani, sauti ya Mungu. Pia ni sauti ya mwaliko, na mlio wake wawalike watu kwenye zawadi za Mungu, na uchaji wa imani yao uongezeke zaidi. Pia hualika watu wakimbilie ulinzi wa mama kanisa mbele ya bendera ya msalaba. Lakini pia ni sauti ya Mungu inayoalika waamini kukusanyika pamoja kumwabudu Mungu, au kusali hata peke yao, au kupupashwa habari ya tukio kubwa katika kanisa. Mfano kama vile kuchaguliwa kwa papa, kuchaguliwa kwa askofu, kifo cha papa, kifo cha askofu, lakini kifo cha waamini na hata kifo cha padri. Kengele hizi zinapogongwa zinakuwa zina ishara fulani. Na wakati pia zinapogongwa, kila kengele ina namna yake ya ugongaji wake katika maana ya kuashiria tukio fulani au jambo fulani ambalo linaendelea kikanisa. Lakini pia kuna kitu kinaitwa konsekrasio. Konsekrasio ni alama ya shangilio la heshima kwa Kristo aliyeshuka katika maumbo ya mkate na divai kwa ajili yetu, kumwabudu
na kutoa heshima sio kwa maana ya kuamsha waamini waliosinzia. Tunaisikia kengele pia huwa inagongwa wakati wa konsekrasio, wakati wa mageuzo. Hii si alama ya kuamsha waliosinzia, bali ni katika kuabudu na kutoa heshima kwa kile ambacho kinafanyika pale mageuzo yale. Pia ni alama ya kualika watu waanze kusogelea kwa ukaribu zaidi meza ya Bwana kwa kushiriki mwili na damu yake. Mpendo wa mtazamaji, lipo tendo lingine, ishara nyingine ambayo pia tunaishuhudia wakati wa maadhimisho ya misa takatifu, lakini pia na ibada mbalimbali. Tendo la kubusu altare na makuhani pamoja na shemasi na askofu. Tendo la kubusu altare ni tendo lenye maana ya kumwamkia Kristo Yesu na au kumwaga Kristo Yesu. Tunamwamkia wakati tunapoingia, lakini pia wakati wa kuondoka tunamwaga Bwana wetu Yesu Kristo. Na tendo la kubusu altare hufanyika mara mbili wakati wa misa. Mwanzoni kabisa mwa misa, lakini mwishoni mwa ibada ya misa. Tena hufanyika wakati wa masifu ya jioni inapofukiziwa altare, na baada ya kumaliza somo la Injili wakati wa kutakiana amani kabla ya komunyo. Na hivyo pia pete ya askofu hubusiwa kwa imani, kwa kuamini kuwa askofu ni wakili wa Kristo Yesu na mlezi wake. Tendo lile la kubusu pete ya askofu. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi niliyekuletea kipindi hiki ni Shemasi Raymond Shao wa Jimbo Katoliki la Tanga. Karibu tena wakati mwingine tuendelee kujifunza na kuzifahamu mafundisho msingi ya kanisa juu ya liturujia.